My name is Census Ruto, a teacher in a school in Nakuru County, at Rongai Zone, ambayo inaitwa Athenai Primary. So ilikuwa jana asubuhi wakati nilifika shuleni. Wakati nilifika shule kuna mtu akanipigia simu. And I didn't know the numbers. Nikaona namba ni Airtel. Kuenda kuchukua ile namba, nikakuta ni askari mwingine kutoka hapa Kapkures. Anakuwa based in Kaptembwa Police Station. Sasa wakati alinipigia, he didn't show anything that labda kuna ubaya, kuna uzuri ama ni nini, kwa sababu huyu askari tunajuana na yeye. Akanipigia simu, akaniambia habari yako madam, siku hizi umepotea wapi? Nikamwambia niko. Akaniuliza habari ya kijana, nikamwambia kijana wangu ako sawa, hana shida. Akaniambia na siku hizi kwani ulienda wapi? Nikamwambia mimi nilienda transfer shule nyingine inaitwa Athenai Primary. Akaniambia amepigia msichana wangu simu na msichana wangu ndio akamwambia anipigie simu. Mimi nikamuuliza na wewe kwani unajua wasichana wangu? Akaniambia kuna msichana nimempigia. Nikamwambia hebu nipe namba nijue huyo ni nani umempigia simu. Kunipea ile namba nikakuta it's a very different namba yenye hata sijui na hata namba yenye sijawahi ona. Nikamwambia huyo sio msichana wangu because the number was strange. It was a strange number. Kumwambia sio msichana wangu, akakata simu. Lakini he kept on calling. Alinicall karibu 3 times. Akiniambia mimi mpaka hata nikawa suspicious what is happening. Nikaenda hata nikaambia mwalimu mwingine kuna askari ananipigia na sijui shida iko wapi. So tukasahau hiyo story, tukakaa, and that was about 9:50 because the first call alinipigia 9:44. Tukakaa ikafika after break ile ya kubwa ambayo tunaendanga 11. Tunaenda 11. So wakati watoto walirudi, I went to class kwenda kufunza. Kidogo nikaona gari ya white, hii magari kubwa inaingia. So I didn't see kushughulika na gari ya nani. Mimi nikaingia darasa nikafunza. After a very short time, a teacher came. Akakuja akaniita, akaniambia madam unaitwa na deputy. Nikamuuliza wapi? Ati kwa staff room. Mimi kuenda kwa staff room nikakuta deputy. Akaniambia deputy akaniambia tuende kwa ofisi. Nikamuuliza ni nini nimefanya? Akaniambia hapana, ati kuna wageni wako wamekuja. Mimi kuangalia ile gari nikaambia deputy, mimi sijawahi kuwa na wageni wenye wako na gari kama hiyo. Akaniambia tuende tu hakuna shida, but to myself nikastuka. Mimi kufika kuingia, they were 4 men and 1 lady. Lakini wakati nilistretch my eyes huko nikaona huko wa mwisho ni ule askari alinipigia simu. So nikaanza kumkosho. Nikamwambia Mr. Kangu, kwani wewe ndio ulikuwa unanipigia ukinitafuta? Mimi kuingia tu hivi, kitu ya kwanza kuninyang'anya simu. Alafu wakaniambia nikae katikati. So that was the time now nikawauliza nini shida iko wapi? Wakaniuliza hiyo namba yenye Kangogo alikuwa amenipigia asubuhi. Akaniuliza wewe unajua hii namba? Nikamwambia mimi sijui na hii namba sijawahi ona. Na nikamwambia na hakuna mtoto wangu mwenye ako na hii namba. Wakauliza kama nimewahi poteza ID. Nikamwambia ID nilirenew sometimes back lakini imekuwa kitambo. Wakaniuliza maswali wana odi hapo, alafu mimi najaribu kuwauliza mimi ni makosa gani nimefanya. Sasa wakakataa kunipea simu. Wakaniambia tuende wanichukue kwa police station, tuende tuongelelee huko. Nikawauliza makosa ni nini? Ati wewe utajulia mbele. Sasa nikawaambia kuna some things I wanted to pay in the staff room about 200 shillings. Wakakataa kunipea simu, wakanipea pesa cash. Sasa saa ile nawaambia niende staff room nichukue kibeti, hawataki kuniachilia. Wanataka tuendanishe pamoja. Nikaenda staff room, nikachukua namba ya madam mwingine, simu ya madam mwingine, nikapigia msichana wangu. Nikauliza yeye, wewe
kuna kadi uko nayo register na my ID. Msichana akaniambia, sasa hata yeye hakuwa nakumbuka vizuri. So kabla hata sijamaliza conversation, wameshafika. Wakaanza kuniharas kwa staff room, atitoka wewe, kwa nini unapiga simu, tulikuwa ati wewe. Sasa wakanisomea mpaka hata I was totally confused in the staff room. Walimu mpaka wakastuka. Ni wakanitoa hapo. Wakati nilitoka nje kuna hii ya simu charger. Mwalimu mwingine alikuwa naye. Nikataka kwenda kuleta, ataki hata niende nilete. So wakanileta, wakaniingisha kwa gari, nikawekwa katikati. Sasa wakaanza kunithreaten ati sasa hata kumbe tungekuweka kwa bingu sijui nini. Wakanisomea, wakanipigia kelele all the way. Nikaletwa direct mpaka Kaptembwa Police Station. Tukakuja tukawekwa kwa ofisi nyingine. Sasa wakati walikuwa kwa njia, walikuwa wananithreaten kwamba msichana asipopatikana ati mimi ndio nitakuwa answerable. But during that time najaribu kuwauliza makosa nimefanya ni nini. Wakaniambia ati wewe utajulia mbele. Kazi yao ni kusema utajulia mbele. So kufika kwa police station, they didn't hawakutuambia makosa iko wapi, lakini wakati tulifika kidogo kabla hata hawajaniuliza maswali, msichana akaingia. Msichana kuingia, hata nikawaambia ndio huyo. Msichana amekaishwa hapo, amenyang'anywa simu. Tukaanza kuulizwa maswali mingi. General questions. Hakuna ile makosa unaambiwa. Tunajaribu kuuliza. Mimi nikawaambia as far as I know, sheria huwezi shikwa kama hujaelezewa makosa. Wakaniambia hiyo utajulia mbele. Wewe utajulia mbele. Sasa wakaanza tukijaribu hata kuulizana kuongea na msichana hataki tuongee. Tukakaa kidogo hapa wakatoa msichana wakapeleka mpaka kwake. Mimi waniambia najaribu kuwauliza mnapeleka wapi mtoto wangu, wakaniambia wewe it's none of your business, wewe kaa hapo. Wakapeleka msichana, kumbe wamempeleka kwa nyumba. Wakaenda kwa nyumba, wameransack everywhere, wamerusha kila kitu, sijui walikuwa wanatafuta nini. Wakarudi. Kufika kuingia tu kwa police station, hatukurudishwa ile mahali. Now they went straight kwa booking hapo kwa OB. Nikaona msichana amebukiwa, alafu anaambiwa toka twende. Wakati wanaambiwa toka twende, nikawauliza mnaenda wapi ama tunaenda wapi, because even I was plus me wako kwa wameniambia mimi nimeachiliwa ama mimi ninashikwa. Kufika hapo wakasema tunapeleka msichana. Sasa hawataki kurefill mahali wanapeleka msichana, but we insisted. Back at long last sasa wakaniambia msichana tunapeleka Kitale, lakini wewe umeachiliwa. Na hata tumepigia county director wako, tumemwambia you are free and you are now free to go. Nikawauliza sasa simu yangu iko wapi? Ndio wakanipea simu. So from there msichana alipelekwa, wakaenda naye. Ilikuwa kitu kama almost saa 9, saa 8 na kitu. Kabla hata ijaanza kunyesha, ile mvua ilinyesha, na hiyo mvua I remember ilianza kunyesha saa 9. So wakachukua msichana wakaenda. Lakini nao wakati walichukua msichana, vile walitoka hapo hawakufika Kitale wakati ilikuwa inafaa. Walifika Kitale karibu saa 2 ya usiku. So sijui walipitia wapi, because I was trying to call them on the way hata niwaulize. Wananiambia, nikawauliza mnapeleka msichana wapi? Ananiambia tulikuambia tunampeleka wapi wakati tulitoka. So mimi maswali yenye ninataka na my complaint is ninataka nijulikane, niambiwe mimi nilishikwa kwa nini. My daughter is over 30 years. Ni mtu wako na ID yake, ni mtu wako na simu yake. Mbona mimi nilishikwa? That embarrassment ambayo ni waliniembarrass shule, I'm still, yani nimekuwa humiliated mpaka leo. Hata kwa nyumba yangu hata sijatoa hata kikombe yenye iko kwa meza, kwa sababu nimekuwa na shock. Kufika jioni wakati walinitoa, so I was now trying to reconcile na walimu wenye niliwawacha my staff mate, kwa sababu walistuka sana. Wakati nilijaribu kupigia hata walimu, hakuna mwalimu alitaka kuchukua simu yangu. Nasikia walikuwa wanaangalia hivi, wanakimbia, wanasema huyo atichukui, ati huyo ati tukichukua tutakuwa tutatrakiwa. So you can imagine that humiliation, being humiliated in school,
yani unakuja kushikwa like a criminal, mpaka unawekwa katikati ya gari ya nani CID na hakuna kitu umefanya. Mimi, they were accusing me because of hiyo namba ya msichana yangu kuregister namba yangu using my ID. Lakini the moment wakati tumefika huko, ile kesi wamestakia msichana yangu, it is not even associated with this number. So how comes now nimekuja kushikwa? That is now my question is. Ninataka kujua kwa nini nilishikwa. On Monday I'm supposed to go back to school. How will I now teach? Children knows that I was picked by the CID. Teachers knows that I was picked by the CID. Watanichukua namna gani? Kila mtu atakuwa ananichukua namna gani kwa shule? Kila mtu atakuwa ananiona mimi, hata tukikosana na mtu ataniambia wewe kwanza wewe ni criminal. Hiyo tayari wameniharibia CV. In the morning waliniambia walipigia county director. The county director himself, hata wakati alirelease aliwa release akijua that is a criminal anaenda kuchukuliwa. Tayari wameniharibia CV yangu, tayari my file is sio mzuri kuanzia sasa. Mimi nataka waniambie mahali makosa yangu iko na kwa nini nilishikwa, na hata kama nilikuwa na makosa ya kuregister na mtoto wangenipigia simu, because in the morning I normally come in the evening and go in the morning. Kwa nini wako ningoja hapa wakuje waniulize? Ile makosa wameshikia mtoto wangu, it is just a screenshot. Mtoto wangu ali screenshot kutoka mahali na akacomment hapo chini akasema tu hata mimi ninashangaa. So nashindwa hiyo sasa inahusika wapi? Mbona kama huyu bishop, it is niliambiwa the complainant ni bishop fulani wa a church, a Catholic church in Kitale. Kama alikuwa naona uchungu, si angeenda kwa ule mwenye aliandika kwa nani? Alipost hiyo. Mbona anakujia kwa msichana wangu? Wakati walianza kuni-interrogate, wakaniuliza kama hii ni namba yako, namba ama hii yani ID namba imekuwa registered na ndio hiyo namba imekuwa registered na my ID. Walinionyesha ati all my details, mpaka ya TSC, mpaka picha yangu. Wananiuliza ati si ni picha yako? Nikamwambia ehe. So they came when they knew everything about me. Mpaka wananiambia mpaka hata grade yangu ya shule, ati si wewe ni grade fulani. So walikuwa mpaka mwingine hata alikuwa ananiambia ati tulikuwa tunakuona tu kwa shule ukitembea, tunakuona kwa shule vile unatembea kwa shule. I'm very much worried. Na ndio hata wakati ninakaa kwangu saa hii, ninakaa kama nimefunga gate kwa sababu sijui what is happening. Okay, I remember in the morning jana nilipigia Kangogo mwenye aliwaleta hawa, because our CIDs walikuwa wametoka Kitale. So wakakuja wakaripoti Kaptembwa, wakapewa askari from Kaptembwa. So ikawa unfortunate ule askari alipewa ni ananijua huyo sasa. So in the evening nilikuwa nampigia na muuliza, na Mr. Kangogo, mimi nilihusika wapi kwa hii kesi? Akaniambia ngojea atanipigia kunipigia. In the morning nikampigia. Nikamwambia Kangogo, ninataka uniambie mahali ni ulihusika mpaka mkanikujia kunishika huko shule, mkaniembarrass, mkanihumiliate kwa shule. Akaanza akajaribu kuwa mkali mpaka hata akakata simu. Kumbe wakati alikata simu akapigia wale CID. Sijui vile waliongea. After a short time akanipigia simu. Akaniambia, madam, do you know hawa watu wananisomea wananiambia hata tulifanya makosa kukuacha. Ati I was supposed to go with my daughter, tuende tushikwe wote tuwekwe ndani. Nikauliza kwa nini? Ati kwa sababu ya hiyo namba yenye mtoto ameregister kwa ID yangu. Nikamuuliza ile yes? That is what I was asking them. Nikawaambia what crime? Na hiyo simu walijaribu kuangalia hiyo namba kwa simu yangu. Huyo mtoto wangu hiyo namba anatumia kuwekea pesa. Hata aliwaambia ati hata mtoto wangu anafanyanga kazi ya online. Akitumiwa pesa anaweka yeye mwenyewe. Sio ati watu wanatumia, yeye mwenyewe anatumia. Sasa nikawaambia mniambie mahali unahusika. Akasema sasa ati hiyo message ya hiyo cyber crime, ati walitumia hiyo namba kuandika hiyo cyber crime. Mimi nimechunguza tangu asubuhi
mpaka hata nimepigia huyo lawyer mwenye my daughter anatumia huko, wakaenda wakaangalia mpaka kwa file, ikapatikana hiyo hajatumia, ametumia namba yake yenye anatumianga kwa Facebook, kwa online. Hakuna hii mahali namba yangu imetumia. Hakuna mahali msichana wangu ameipigia mtu hiyo namba, apigie hata mtu aweke hata airtime. Hii namba msichana wangu aliniambia aliregister last year, sijui mwezi gani. No, I think early last year ama the other year. Hajawahi nipigia, mimi ni mama yake. We talk every day. We normally hata ku write message every day. Kuchat every day. Hajawahi nipigia hiyo namba na hiyo namba. And that is why sikuwa najua. Kama angekuwa amewahi kunipigia ama kuniandikia message through that name, ningekuwa familiar na hiyo namba. That's why nilikataa from the first place. Wakati ule askari alinipigia, nikamwambia mimi sina mtoto wa hiyo namba. Because I didn't know. Si hii namba ni namba silent yenye hata itumiki. So I'm wondering, mahali ninaambiwa ati walitumia cyber crime kwa hiyo namba. Tena is it a crime kumtoto wako kuregister na kadi yako? That is what they were telling us. Walikuwa wananiaccuse huko, wananiambia kwa nini, anauliza mpaka msichana, kwa nini unatumia namba ya mama? Yani walitupin down as if tumefanya, yani we were criminals, tumefanya kazi mbaya. Na wakatuuliza, they were general questions. Wanatuuliza juu ya confirm, wanatuuliza juu ya fraud, tunauliza mpaka nikawauliza, is it confirm mnatustaki? Nikawauliza hivi, is it confirm? Wanaanza kusema ati mumesikia, kumbe hawa ni confirm. Mpaka nikawaambia mimi ni mwalimu. Ile what I'm telling, nikawaambia ile kitu nawaambia, mimi sitaki, shida yenu ni kumagnify. Ukiulizwa swali ukiongea, muna magnify hiyo kitu. Nikawaambia simtuambie makosa iko wapi. Is it fraud? Is it confirm? Is it money laundering? Tuliuliza hiyo yote, lakini hawasemi, wanasema tutajulia mbele. Hata msichana yangu alipelekwa huko kama ajui makosa iko wapi. In fact mimi ndio nilijua makosa ya mtoto kabla hajajua, because tulitumia watu wenye wako huko kunani. So that was about it, and that was how it was. Na mimi nimeumwa, I'm feeling so pain. Yani nasikia vibaya tu. Nasikia tu vibaya. I feel even hata kuenda hata retire nikae nyumbani because of that embarrassment. Ningekuwa nimefika retirement hata ningeretire kesho. The message ilikuwa nasema wameweka picha ya Bishop hapo. Walisema ati Bishop ana threaten a certain girl mwenye walikuwa na affair na yeye, wakati msichana alimthreaten kwamba atamuexpose because of their affair. Bishop akamuumiza huyu msichana, sijui alimpiga ama alimfanyia nini, I don't know. Lakini inasemekana msichana ako kwa hospitali. Kama ningewezekana ningechukua action, because these people have really embarrassed me, na hata ninasikia hata kuchukua transfer niende out of that school, because I will not be comfortable, even the children themselves. Kwanza walinitoa kwa darasa and I was teaching, wakaniambia toka tuende, na yani kwanza direct mahali nilikuwa nafunza ni direct mahali wananisomea hapo, wakinifuatafuata hapo ni hapo mpaka wakiniingisha gari watoto wanaona. So wanafunzi wako watu wali experience that, because I was in class, hata watoto wakashangaa kwa nini. Nikaambia watoto wacha niende, kuna shida, na wakaona ni watu wengi. You know, in every situation kama right now, nyinyi mmekuja mkiwa wengi hivi, unajua even a neighbor ama mtu akiwa huko ana suspect kuna nini, lakini kama ingekuwa ni mtu mmoja ama watu wawili awange. Lakini these are now big people wenye wamekuja na gari kubwa, alafu wanakuweka katikati like a criminal. Na mimi hakuna makosa nilifanya mpaka saa hizi siwe. Alafu sheria, mimi najua sheria, mpaka huwezi kuwa criminal unless you are proven guilty. Lakini sasa mimi hiyo mpaka inanishangaza mpaka saa hii, mpaka nastuka. Mimi I have never been arrested. I have never been encountered in any situation ya CID ama chochote, kesi yoyote. Hata kwa chief sijawahi enda kesi kwa chief. Hata I was telling them, nikawaambia mimi
As far as I know myself, I'm not a criminal. Na mimi hata nikijaribu kuflash back hivi, sina kesi ambayo ninajua inaweza kunihusisha na kesi kama hii. And these people, they were very arrogant. Hawataki hata kukuambia chochote. You know, sometimes even you can be given a hint. Mtu anaweza kukuambia wewe ulifanya kitu fulani. At least roho yako ifanye nini? Utulie, ujue ulifanya. Lakini this one nimeletwa all the way, ninapigiwa kelele, you are not supposed to talk to anybody. Why wanani accuse? Kwa nini nimeomba simu nikapigia mtoto? Wanani threaten that mtoto akipotea mimi ndio nitakuwa nitaenda kuserve because of So I wonder. Hakuna mistreatment, lakini ni ile tu kuongeleshwa Ashley hawataki kunani lakini hawakutuguza, hawakutufanyia chochote. Mimi I feel like I want, not even feeling, I want. Hata asubuhi nimeongea na our boss Nat, Mr. Kioshe. Nikamwambia Kioshe, before I start anything, I'm telling you so that you'll be aware that mwalimu wako anafanya ABCD. Mimi nitaenda. Mimi nitaenda. Kwa nini walinisumbua hivi? That humiliation was yani hata walimu leo wengine sasa wameanza kufunguka roho, wamenipigia. Wengine wananiambia walistuka mpaka hata wakati walienda nyumbani walikuwa baridi. So you can imagine that situation. If somebody else anastuka, what of me? Mwenye ninajua sijafanya makosa. Okay, sawa. Yes? I'm 55, yes.